wa kimataifa wa Jomo Kenyatta International Airport majira ya saa 3:40 asubuhi ya Alhamisi ukitokea India. Mwili huo uliwasili kwa ndege ya shirika la ndege la Kenya Airways safari ya KQ 203 ukiwa na ujumbe wa viongozi 30 wa Kenya pamoja na familia yake. Ujumbe huo ulitumwa nchini India Jumatano jioni kusaidia katika kurudisha mwili wa kiongozi huyo nyumbani. Mara baada ya ndege kutua, alipewa water salute, sherehe maalum ambapo malori ya zimamoto ya uwanja wa ndege ulinyunyizia maji kuunda upinde juu ya ndege hiyo kama ishara ya heshima. Ujumbe ulioongozwa na binti yake Winnie Odinga ulitoka ndani ya ndege huku waombolezaji wakiwa wamejipanga nje kwa heshima. Walipokelewa na Rais William Ruto, Naibu Rais Kithure Kindiki pamoja na viongozi mbalimbali wa kitaifa na wanafamilia. Maafisa wa jeshi la Kenya walifunika jeneza kwa bendera ya kitaifa kabla ya kulisongeza nje ya ndege hiyo. Ndege hiyo ya kuelekea Nairobi ilivutia macho ya dunia, ikitaja kuwa ndege iliyofuatilia zaidi duniani kupitia tovuti ya Flight Diary 24. Safari ya KQA 202 kutoka Mumbai pia ilikuwa ya pili kufuatiliwa zaidi duniani. Shirika la Kenya Airways lilitangaza kuwa jina la safari hiyo lingebadilishwa kutoka KQ 203 kuwa RA001, likiamanisha herufi za majina ya Raila Omolo Odinga mara tu ndege ingeingia katika anga ya Kenya kama ishara ya heshima kwa kiongozi huyo mashuhuri. Odinga mwenye umri wa miaka 80 alifariki dunia hapo jana. Hii ni baada ya kuzirai katika jiji la Kochi nchini India ambako alikuwa akipokea matibabu. Kutoka JKEA, mwili wake ulipelekwa Lee Funeral Home kisha baadaye kusafirishwa hadi majengo ya bunge katikati mwa mji wa Nairobi kwa ajili ya wananchi kutoa heshima zao za mwisho. Kulingana na ratiba ya mazishi ya kitaifa ya siku 4 iliyotangazwa na Naibu Rais Kindiki. Nikiripotia NS Radio kituo nambari 1 kanda ya Pwani, nimekuwa msimulizi wako kwa makala haya Jackson Wanjira. Kwaheri.